Wakati mazungumzo rasmi yakitarajiwa kwenye mkutano wa kilele wa kidiplomasia unaolenga kutafuta suluhu ya kudumu ya kukomesha vita kati ya Marekani na Iran kuanza Ijumaa hii kule Islamabad, Iran na Marekani zimekubaliana kwa masharti kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2 pamoja na kuruhusu meli kupita katika mlango wa Hormuz. Lakini mpango huu una gharama gani kwa pande zote? Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali, Iran itakubali hitimisho hilo la vita mara tu maelezo yatakapokamilika ya mpango wa amani wenye vipengele 10 ambao umetajwa kama mzigo mzito kwa Washington, na miongoni mwa mambo makuu ni kama fidia ya vita ambapo Iran inadai kulipwa mabilioni ya dola ya hasara iliyopata. Pili, uondoaji wa majeshi, ikiitaka Marekani iondoe kabisa vikosi vyake katika ukanda wa Mashariki ya Kati, na haki ya nyuklia, yaani kutambuliwa rasmi kwa haki ya Iran ya kurutubisha urani, udhibiti wa mlango wa Hormuz ambapo Iran inataka kuendelea kuwa na sauti kuu katika njia hii ya mafuta, na kwa mujibu wa masharti hayo ambapo meli zitapaswa kufuata utaratibu wa jeshi la Iran pamoja na kuzingatia vikwazo vya kiufundi vinavyohusika. Kwa upande wa mlango wa bahari wa Hormuz, mpango huo kusitisha mapigano, yani ceasefire, ni moyo wa kila kitu kinachoendelea hivi sasa, kwa kuwa takribani 20% ya mafuta yote duniani yanapita hapo. Hali ya njia hiyo ndiyo itakayoamua kama uchumi wa dunia utatengamaa ama utayumba. Nafuu ya muda wa mafuta itapatikana. Bei ya mafuta ghafi inatarajiwa kuanza kushuka baada ya kufikia zaidi ya dola 120 kwa pipa mwezi Machi. Kulingana na vyombo vya habari vya kimataifa, tangu mazungumzo yalipoanza kati ya utawala wa Trump na Iran, Trump hakutoa maoni yake ya moja kwa moja kuhusu madai ya Iran, lakini alisema Marekani itakuwa ikisaidia katika msururu wa trafiki katika mkondo wa bahari wa Hormuz. Taarifa zaidi zinadai kuwa ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pia zimeunga mkono uamuzi wa Marekani wa kusimamisha mapigano dhidi ya Iran kwa muda wa wiki 2, lakini usitishaji huo wamedai kuwa haujumuishi Lebanon. Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran limetoa taarifa yake ikisema taifa hilo limepata ushindi mkubwa dhidi ya maadui wake baada ya Marekani kukubali masharti ya Iran ya kusitisha vita. Katika taarifa hiyo imedai kuwa Marekani imeshakubali mpango wa vipengele 10 unaojumuisha kusitisha mashambulizi, kuondoa vikwazo, kulipa fidia na kuruhusu Iran kudhibiti mlango wa Hormuz. Baraza hilo limeeleza kuwa ushindi huo umetokana na uongozi wa Sayyid Mojtaba Khamenei, mapambano ya wanajeshi na mshikamano wa wananchi. SNSC imesisitiza kuwa vita havijaisha rasmi na vita vitaendelea hadi masharti yote yatakapokubaliwa kikamilifu.